Yes, mambo vipi mwana sawa sawa digital. Niko na story ambayo inahusu kuwa kamati ya bunge la kudumu mambo ya nje, ulinzi na usalama NUU ikiongozwa na makamu mwenyekiti wa kamati hiyo Mheshimiwa Vincent Mbogo imeweza kutembelea na kukagua ujenzi wa hospitali ya kanda ya jeshi la magereza iliyopo Msarato jijini Dodoma. Kwa sasa hivi Dodoma ishakuwa jiji bwana. Sasa kamati hiyo imekagua ujenzi huo leo ambapo ilikuwa ni ambapo imeweza kutambua ambapo imeweza kutembelewa na mawaziri tofauti, lakini pia akiwemo waziri wa mambo ya ndani ya nchi Innocent Bashungwa pamoja na kamishna jenerali wa magereza CGP Jeremia Katungu. Akizungumza baada ya kukagua ujenzi wa hospitali hiyo, makamu mwenyekiti wa kamati ya NUU Mheshimiwa Vincent Mbogo ameipongeza kwamba serikali kupitia jeshi la magereza kwa kuendeleza au kuweza kutekeleza mradi huo wa afya ambao imekuwa ni msaada mkubwa kwa kutoa huduma za afya kwa maafisa askari wafungwa na mahabusu pamoja na wananchi ambao wanakuwa wanazunguka katika maeneo hayo. Watu wengi wamekuwa wakifaidika kuhusiana na hospitali hiyo. Sasa aidha Mheshimiwa Mbogo ametoa wito wa jeshi la magereza kuhakikisha linapima maeneo yake na kuwa na hati miliki ya ardhi ili kuepuka migogoro na uvamizi wa watu wanaozunguka katika maeneo hayo. Kumekuwa kuna uvamizi lakini pia migogoro tofauti ambayo inakuwa inatokea, so wameweza kuambiwa kuwa makini katika upande huo. Sasa kwa upande wake waziri wa mambo ya ndani ya nchi Innocent Bashungwa amesema kuwa wizara inaendelea kufuatilia kwa ukaribu ili kuhakikisha fedha zinazotengwa kupitia hazina kwa ajili ya utekelezaji wa mradi huo zinatolewa kwa wakati kulingana na mpango kazi ambao unakuwa umepangwa. Sasa kadhalika Bashungwa alilitaka jeshi la magereza kuwa na mkakati mzuri na matumizi ya ardhi ikiwa ni pamoja na kupima eneo la magereza Msarato lenye hekari 7,000 na kuwa na hati miliki ili kuweza kulinda eneo hilo dhidi ya uvamizi. Sasa awali kamishna jenerali wa magereza CGP Jeremia Katungu amesema kwamba jeshi la magereza linaendelea kutenga fedha kupitia bajeti ili kuendeleza na kazi ya ujenzi kwa ajili ya kukamilisha majengo ya awali ili hospitali hiyo ianze kutoa huduma za awali. Sasa mradi huo wa hospitali hiyo umeweza kukadiriwa kugharimu zaidi ya shilingi bilioni 261 milioni 1,057,140,830 hadi kuweza kukamilika na utaongozwa na ujenzi ambao ni wa majengo 31 ambayo yataweza kutolewa na huduma za afya zitaweza kuendelea katika kituo hicho. Sisi kama sawa sawa digital tutakuendelea kukupatia taarifa zote ambazo zinahusiana na sakata hili, lakini pia ujenzi wa hospitali hii. Endelea kutufuatilia katika mtandao wetu wa kijamii kama sawa sawa digital.